Karibu sana kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Nakumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Lakini pia kama unabarikiwa na mafundisho haya, washirikishe marafiki zako na wapenda mafundisho haya. Na kwa kufanya hivyo, Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Na leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba epuka kujulikana kabla ya wakati. Epuka kujulikana kabla ya wakati. Kumbuka tunaposoma kwenye Mhubiri 3 kuanzia mstari wa 1, maandiko yamesema kwamba kuna wakati na majira kwa kila jambo. Kuna wakati na majira kwa kila jambo. Kuna wakati na majira kwa kila jambo. Kwa kuna hatari kubwa ya kujulikana wakati mwingine kabla ya wakati. Kuna hatari kubwa wakati mwingine mambo yako kujulikana kabla ya wakati. Yesu alimwambia mama yake, wakati wangu bado. Tunaposoma kwenye Yohana 2:4 wakati kwenye harusi walikuwa wametindikiwa divai, walikuwa wametindikiwa kinywaji. Mama yake Yesu akamwambia kwamba chochote mwenenda mkamwone Yesu, chochote atakachowaambia fanyeni. Lakini Yesu akamwambia mama yake, mama, tuna nini na mimi? Mama, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia. Saa yangu haijawadia. Kwa Yesu alikuwa anajua hii kanuni kwamba kuna majira kwa kila jambo. Kuna majira kwa kila jambo. Kuna wakati na majira kwa kila jambo. Kama jambo likijulikana kabla wakati wake, ni rahisi hata kwa wakati mwingine kuuawa. Ni rahisi hata wakati mwingine kuuawa. Kumbuka jinsi ambavyo Herode aliposikia kwamba mfalme wa Yahudi amezaliwa. Mfalme wa Yahudi amezaliwa. Herode akajipanga kummaliza hata kabla hajafika popote. Hata kabla hajafika popote. Yamkini hilo jambo lisingejulikana mapema, hivyo inawezekana hizo jitihada za kutaka kuna nini zisinge kuwepo. Epuka kujulikana kabla wakati. Wakati mwingine bado huna maarifa ya kutosha. Bado huna maarifa ya kutosha na bado huna hekima ya kutosha. Lakini unataka kujulikana. Yesu alimwambia mama yake kwamba wakati wangu bado, wakati wangu bado. Tumia muda mwingi kujiandaa kwanza. Tumia muda mwingi kujinoa kwanza. Kabla jambo lako halijawekwa wazi, tumia muda mwingi kujinoa. Tumia muda mwingi kutafuta maarifa. Jambo lako litakapokuwa linapokuja kufikia hatua la kujulikana, tayari una mizizi ya kutosha, tayari una maarifa ya kutosha. Kwa ni rahisi hilo jambo likafanikiwa. Kitu chochote kikijulikana kabla ya wakati wake, ni rahisi kufa, ni rahisi kuishia njiani. Na ndio maana Yesu ulikuwa sio wakati wa yeye kujulikana. Alikuwa anaendelea kujinoa, alikuwa anaendelea kujimarisha, wakati wake ulikuwa bado. Na ndio maana kwenye Yohana 2:4 Yesu anamwambia mama yake, saa yangu haijawadia. Saa yangu haijawadia. Wewe tu ukiona dalili tu ya mafanikio, tayari umeanza kumwambia kila mtu mambo yako. Unaanza kuandika mambo yako, au unaanza kuandika vitu vyako kwa kila mtu. Lakini kumbuka, ni hatari kubwa kujulikana kabla ya wakati. Kujulikana kabla ya wakati. Kujulikana kabla ya wakati. Ni vema ukatumia muda mwingi kujiandaa. Ni vema ukatumia muda mwingi kujinoa. Ni vema ukatumia muda mwingi kutafuta maarifa, ili utakapokuja kujulikana, kuibuka, basi uwe na uwezo wa kustahimili hata changamoto zozote utakazokutana nazo. Mungu ni Mungu ambaye anakuaga anatumia muda mwingi wa kumwandaa. Fikiria kwa habari ya Musa. Alitoka Misri akiwa na miaka 40. Akaenda jangwani, akakimbilia jangwani. Miaka 40 Musa alikuwa anaandaliwa. Ili baadaye atakapokuja kujitokeza kwa Farao aweze kufanikiwa katika kuwatoa wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa waliokuwa wanatumikishwa Misri na kwenda Kanaani. Epuka kujulikana kabla ya wakati. Epuka kujulikana kabla ya wakati. Tumia muda mwingi kujijenga, tumia muda mwingi kujinoa, tumia muda mwingi kujitafutia maarifa. Mathayo 8:4 Yesu akamwambia, angalieni msimwambie mtu yoyote.
Angalieni msimwambie mtu yoyote. Kuna wakati ambapo Yesu alikuwa anafanya miujiza na alikuwa anaagiza wale waliotendewa kwamba wasimwambie mtu yoyote, kwa sababu alijua wakati wake ni bado. Kama angejulikana wakati ule, inawezekana jambo baya lingeweza kutokea kwake. Hakutaka kujulikana mapema. Wewe ni nani unayetaka kujulikana mapema? Ukiona tu dalili ya mpenyo tayari unataka kuonekana sana. Epuka kujulikana kabla ya wakati. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Naamini kwamba umebarikiwa na mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Lakini pia kama umebarikiwa na mafundisho haya, washirikishe marafiki zako mafundisho haya, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.